Ni kweli kama nilivyotoa taarifa tarehe 4 Aprili 2026, lakini pia makamanda wa polisi wa mikoa kutoa taarifa za hayo matukio ambayo Watanzania tunapaswa kuyaacha kwa sababu ya madhara ambayo yameshasababisha kwa Watanzania wenzetu, lakini pia ni matukio ambayo yanadhalilisha hata familia, lakini pia inadhalilisha taifa letu kwa sababu yanahusishwa na mambo ya kishirikina, ambapo baadhi ya watu ile tarehe 1 Aprili 2026 kule Tunduma au mkoa wa Songwe walijitokeza watu kuanza kusingizia wenzao, kutoa taarifa za uongo kwamba ameshikwa bega na baadaye sehemu zao za siri zikatoweka, na kwa sababu hiyo ilipelekea baadhi ya watu kushambuliwa na watu ambao waliongozwa na mihemko bila tafakari ya kina kwamba inawezekanaje mtu akushike bega alafu sehemu zako za siri zitoweke. Basi wakasababisha baadhi ya wenzetu kule Songwe takriban 7 kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa na wakawa wanaendelea na matibabu. Lakini baada ya kule Songwe ikahamia Mbeya ambako nako watu walijeruhiwa na kupata madhara mbalimbali, na baadaye Dar es Salaam, na baadaye kaenda kule Rukwa, baadaye Katavi na baadaye baada ya Katavi kaenea maeneo ya Zanzibar. Sasa matukio hayo tunasema sisi kama jeshi la polisi tunaendelea kuwashauri na kuwataka Watanzania kwa kweli ambao bado wanaendelea na imani hizo potofu waachane nazo, kwa sababu ni taarifa za uongo, za uzushi ambazo hazina nafasi katika nchi ya wastaarabu kama Watanzania, lakini pia hayana nafasi katika dunia ya sasa hivi ya sayansi na teknolojia, ambayo sasa hivi watu wanafikiria mambo ya sayansi na teknolojia, wanafanya mambo kisayansi, wanafikiria kisayansi, na ndio maana unaona hata mahospitali yetu makubwa yameingia kwenye upasuaji ambao hawafungui tena hata kifua, wanatumia teknolojia, wanamfanyia mtu matibabu na anapona. Kwa hiyo inabidi tuachane nayo kwa sababu ni vitendo ambavyo kwa kweli havina ukweli wa aina yoyote ile katika karne hii ya sayansi na teknolojia. Lakini pia matukio haya yameshasababisha kama nilivyosema kule Songwe watu 7 walipoteza maisha, lakini pia mkoani Rukwa mtu mmoja alipoteza maisha, kule Katavi 2, lakini pia kaskazini Pemba nako alipoteza maisha mtu mmoja, lakini pia majeruhi jumla 39 wamepata majeraha, ingawaje na wengine walishambuliwa lakini ikawa ni majeraha madogo, lakini wakawa wamenusurika. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba vitendo hivi ambavyo ni vya uongo, vya uzushi, vya kujenga chuki havina maelezo ya kisayansi, kwa sababu wote ambao walizusha huo uzushi walivyoenda pelekwa kwa wataalamu, kwa maana madaktari, walivyowakagua kitaalamu waliona kwamba watu wao hawana dosari ya aina yoyote na sehemu zao zipo kama kawaida. Kwa hiyo naweza kuona kwamba zilikuwa ni uvumi, uzushi, na ukawa unaenezwa na mitandao ya kijamii na baadhi hata ya watu ambao wanatengeneza maudhui ya kuchekesha wakawa wanaigiza kutengeneza taharuki kama hizo, kutengeneza maudhui ambayo wamesambaza kwa watu, na kutokana na hilo wamesababisha, kwa sababu wao wametengeneza na wakapeleka, kwa sababu wanaaminika kwenye vichekesho vyao, wamesababisha baadhi ya watu kuendelea kushambuliwa kwa sababu hiyo. Na ndio maana sisi jeshi la polisi tunataka hata na hiyo waache hiyo tabia ya kutumia vitu ambavyo vinasababisha madhara kwa binadamu, hata kupoteza vifo kama hawa 11 ambao wamepoteza
maisha yao kwa sababu ya uzushi huo, ya uvumi, lakini wamepoteza maisha, lakini pia watu walikuwa wanawategemea. Kwa hiyo ni vizuri wakaacha hivi vitendo. Lakini pia jeshi la polisi pamoja na kuendelea kutoa elimu na kushirikiana na wadau wengine, lakini tuliamua kuchukua sheria kama inavyoelekeza, na jumla ya watuhumiwa 228 walikamatwa Tanzania nzima, na wengine walishafikishwa mahakamani, na 56 kati yao walipewa vifungo au walipatikana na hatia kwamba walisema uongo, walizusha uongo, na wenzao wakashambuliwa, wamefungwa kuanzia vifungo vya miezi 6. Lakini wengine bado kesi zao zinaendelea mahakamani, lakini wengine wanaendelea kimbia, wengine wamehama biashara zao, wamehama makazi yao, wamekimbia familia zao kwa sababu ya kuendekeza upotoshaji huu ya kuamini mambo ya kishirikina na kadhalika. Kwa hiyo tuendelee kutoa wito, au jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa Watanzania, tupuuze vitendo kama hivi ambavyo vinatuletea maafa kwa ndugu zetu na tuletea madhara kwa binadamu wenzetu. Tuachane nayo kwa sababu hayana ukweli yoyote, hayana maelezo yoyote ya kisayansi, na wala hayana udhibitisho wa aina yoyote ile. Lakini tuendelee kuomba wadau mbalimbali waendelee kutusaidia kutoa elimu, hususani tukianzia hata viongozi wa serikali za mitaa waitishe vikao kwenye mitaa yao, kwenye vitongoji vyao, vijiji vyao, wakae wakishirikiana na polisi kata wetu, wahakikishe kwamba wanaendelea kutoa elimu, kuhakikisha kwamba vitendo kama hivi vinakoma. Na tunashukuru Mungu kwamba siku 2-3 hizi havijatokea vitendo kama hivyo, na hii inaonyesha kwamba Watanzania wanaendelea kuelewa kwamba hivi vitu ni vya uzushi, vya uongo na kadhalika. Lakini mbali na viongozi wa serikali za mitaa, pia tunaomba wazee wa kimila, pia viongozi wa dini, hasa hawa kwa kweli kwa kazi kubwa ambayo wanafanya, wamefanya maeneo mbalimbali kwa miaka mingi, nao tunaomba basi watushirikiane kutoa elimu kwa watu. Na hata vitabu vya dini zote vinakataza kukumbatia, kuamini vitu vya mambo ya kishirikina ambayo hayana udhibitisho yoyote, yanasababisha madhara kwa watu. Na ndio tuseme kwenye vitabu, ndio maana Mwenyezi Mungu alivikataza, kwa sababu alijua kwamba havina ukweli wowote ule. Kwa sababu kama mtu angeweza akashika mtu bega alafu eti sehemu za siri zikatoka, kwa nini asiende akanyosha mkono kwenye shamba ambalo halijapaliliwa, basi lote likapaliliwa kwa miujiza ya huo ushirikina? Kwa hiyo watu waone kwamba hivi ni vitu vya uongo. Basi nirudie tena kwamba Watanzania ni vizuri tukaondokana na upotoshaji huu, tukaondokana na imani za kishirikina, lakini pia tukaondokana na hii aibu ya kusema kwamba eti mtu amekushika bega sehemu za siri zikatoweka. Basi kama ana uwezo huo akushike, basi na mapesa yajae mfukoni, tujue kwamba wana miujiza aina hiyo au wana uwezo wa aina hiyo. Kwa nini? Lazima tujiulize, ni kwa nini watu wanaenda kwenye mambo mabaya tu, kwamba watu wana uwezo tu wa kufanya mabaya? Kwa nini hawana uwezo wa kufanya mazuri? Ningefikiria hata kama basi ana uwezo, hata watoto wao ambao wako mashuleni wakifika kipindi cha mtihani waambie wakae tu, wasiandike, akae tu, alafu mtihani wake ujiandike kwenye karatasi awasilishe, kitu ambacho hakiwezekani, hakina nani yoyote, udhibitisho yote wa kisayansi. Tuyaache, na kila familia ikemee, ielimishane kwamba vitendo hivyo sio kweli, vitendo vya kishirikina vimepitwa na wakati. Dunia inatucheka kwa kukumbatia vitu ambavyo vimepitwa na wakati.